jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai. Baba, tunalibariki jina lako na kulitukuza jina lako. Tunaliadhimisha jina lako mtakatifu, mtakatifu Bwana majeshi ndilo jina lako. Baba, tunakiri utukufu na sifa na heshima vikurudia kwenye kiti chako cha enzi. Ukutanika Bwana hapa saa hii na majira haya ni kwa neema yako Mungu wako ambao litarajia kushiriki hizi baraka, lakini kwa njia moja nyingine wameferi. Wengine wako vitandani Bwana, wengine wamepata ajali, lakini kwa neema yako Baba umetukutanisha kwenye hii madhabahu. Baba, tunakiri utukufu na heshima ni zako katika jina la Yesu. Baba, neema yako ifungue pia kwa watoto wako wanaofuatilia Facebook live, wanaofuatilia yote katika TikTok, ile neema uliachilia mahali hapa Baba, utukufu leo kapofunika wanapofuatilia popote pale katika jina la Yesu, amen. Amina. Mungu ni mwema, tunaweza tukaketi. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa neema ambayo Mungu ametutendea. Kwa kweli Bwana ametufadhili kwa fadhili zilizokuu sana. Kwa kweli utukufu na sifa njema vimrudie Mungu wetu, maana kwa kweli ametufadhili. Bwana Yesu asifiwe. Ni wiki ambayo nimemwona Mungu kwa sura mpya, nimemwona Mungu kwa neema mpya, na kwa kweli sasa naona kuna mpango kazi mpya naanza rasmi kuombea familia yangu.
nimeombea familia yangu kwa miaka mingi, lakini kwa namna hii nimemwona Mungu kwa sura mpya ambaye ananifanya sasa nikitoka hapa nianze utulivu mpya na maombi endelevu ya muda mrefu, huku nikisimama kutokana na somo ambalo Mungu ametufundisha hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi Bwana napenda sana Mungu anihudumie mimi kwanza hata kabla yako. Kwa hiyo nawe tamani ya kuhudumia wewe kabla ya mwingine. Haleluya. Na neno la Bwana ni upanga linakata kuweta, kwa mhubiri anapata, mwimbaji anapata, muombaji anapata, na kila mtu anapata cha kwake. Bwana Yesu asifiwe. Na karibisha na kufuatilia Facebook, kadhalika YouTube na TikTok. Mungu awabariki mnaofuatilia. Nimeona mkicomment, mkilike, basi Mungu akubariki. Tuweza kushare, lakini unafuatilia YouTube kule unaweza mkasubscribe, lakini pia kulike, lakini unaweza kaniambia unatufuatilia kutoka wapi, kwa sababu tumepata mataifa kadhaa wanaotufuatilia. Basi ni vizuri unapotufuatilia tuambie kwamba kama uko nje ya mipaka ya Tanzania, tuambie unatufuatilia kutoka wapi, itatusaidia kupanua wigo wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu tumepata mgeni leo. Mtumishi wa Mungu alishangalia kutoka pale Dar es Salaam. Alitamani awe kutoka siku ya kwanza ya semina, lakini ni majukumu tu yamesababisha afike leo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mama mwinjilisti ni mgeni wako, mchukue basi mweke pale kana baba pale. Ana sasa ni mgeni wako. Baba mwache twende mama, mwache tu mama aende sasa. Kampokee, maana kwenye nyumba ukiingia mama asipokupa kibali kizuri sasa na kazi sichemke, lakini mama akikukaribisha vizuri basi unaweza ukapata chai nzuri, hata kuna mayai kidogo yatakaangwa, yatachemshwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtumishi wa Mungu, tulikuwa naye kwenye semina, bila shaka ni mwaka juzi. Tulishiriki pamoja semina kwa siku 8 mfululizo. Pia akasema anatamani tena majira haya ashiriki. Ni majukumu ya kifamilia yalimzuia kuwepo toka Jumapili, lakini amekuwa akifuatilia mtandaoni. Si ndivyo mtumishi? Amefuatilia na grupu la maombi, yupo ndani ya grupu, lakini pia yuko vizuri kule Facebook. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwamba vile ambavyo Mungu ameviachilia hapa basi umevipata, na tunaamini Mungu atatusaidia pamoja tena. Bwana Yesu asifiwe. Sasa natamani tusonge mbele kidogo. Kwa kweli jana nilisikia tumeomba. Haleluya. Nilisikia jana tumeomba. Sasa kazi inayofuata ni kuendelea tu kuomba. Na nikwambie kwamba baada ya semina hii kuisha, kwa kweli ule usingizi uliokuwa nao kaishe. Haleluya. Tunaposema habari ya kuombea maono, ni mchakato wa muda mrefu. Maombi ya kuombea maono ni maombi yenye mfumo, ni maombi ya kimkakati. Kwa nafasi tutaangalia kidogo pale mbele, lakini utapata vitu zaidi. Sasa nashukuru niliwaambia kwamba kuna kitabu cha kuombea maono kimeshakuwa tayari, na nimepata kopi chache sana kwa sababu ya changamoto za umeme na nini. Zipo kopi chache. Ni sadaka yako shilingi 7,000. Ni vitabu ambavyo kwa kweli kwa kawaida litupasa tuvichukue kwa zaidi ya shilingi 10,000, lakini nami natamani hata yule mtu wa chini apate. Lakini ukisikia kuni support 10,000 sio dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia kugusa, kwa sababu utaona vitabu hivyo ukienda kwenye hali ya kawaida huwezi ukapata kwa bei hiyo. Na sisi hatufanyi biashara, ila tunafanya huduma. Haleluya. Kwa tumeweka hiyo usapoti uchapishaji kwa shilingi 7,000. Lakini kama Bwana anakupa neema, ambia kwa kweli mimi nachukua kwa shilingi 10,000, 15, hata 20. Nini? Nachotamani ni kwamba huduma hii inatakiwa iende mbele. Unapoona tuna makamera, malaptop, mataa na waka huko, ni sadaka. Haleluya. Ni sadaka. Kwa hiyo na ukisikia kusapoti kitu fulani, tunatarajia kuwa na kamera. Kama sasa hivi kamera imekuwa ni moja, inaenda upande mmoja. Kinatarajia Bwana akitupa neema tupate kamera ya pili.
ili moja naangalia madhabahuni, nyingine isambaye izunguke. Kwa hiyo bado tuna mchakato zaidi wa kuona huduma inasogea hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jana tulipata nafasi ya kuomba watoto wetu wanaopita kwenye mazingira magumu. Sasa tamani pite huku, kama hujakuwepo utafuta nosi kwa jirani yako, anaweza kukupa. Lakini pia mafundisho yako Facebook, mafundisho yako YouTube. Kwa hiyo kama una simu peruzi, unaweza ukaingia YouTube na ukapata mtiririko mzima na maombi yote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tunaenda kwenye kipengele cha leo. Msingi wetu uko pale kwenye kitabu kile cha Mwanzo 25. Mwanzo 25 tuko pale, na msingi wa mafundisho yetu ni dira yetu, kwamba tunatembeaje, tunaendaje, iko hapo. Mwanzo 25 mstari wa 20 mpaka 23. Isaka akawa mwenye miaka 40 alipomtoa Rebeka binti Betueli Mshami wa Padani Aramu, ndugu wa Labani Mshami, kuwa mke wake. Isaka akamwomba Bwana kuachilia mke wake, maana alikuwa tasa, naye Bwana akamwitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake, naye akasema, ikiwa ni hivi kuishi kwanifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Bwana Yesu asifiwe. So ujumbe wetu wanasema maono ya Mungu ndani ya familia. Maono ya Mungu ndani ya familia. Na tulikotoka tumepita tukikagua sana, tukaona kila familia Mungu amewekeza maono makubwa ndani. Lakini tukaona uovu unaweza kupiga familia na maono yakadhoofika. Lakini tukaona kila mtoto aliyekaa kwenye tumbo, alitoka kwenye viuno vyako, Mungu ameweka maono ndani yake. Sasa tuliona juzi na jana ya kwamba wale watoto waliobebesha vitu vikubwa kuliko wengine wana vita ngumu kuliko watoto wengine. Tukaona Suleiman, toba Daudi ilimsimamisha Suleiman kwenye nafasi, ingawa mama yake alikuwa ni mke wa mtu mwingine, lakini toba ya Daudi ilifuta ule uovu. Suleiman akaibuliwa, akasimama, akabebesha vitu vikubwa zaidi ya baba yake Daudi. Lakini jana tumeona mtu mwingine anaitwa Yefta. Yefta ni mtoto wa mwanamke kahaba. Biblia inasema Yefta alikuwa shujaa. Nasema na mamaye alikuwa kahaba. Kwa hiyo alikuwa na sifa mbili. Ya kwanza shujaa, ya pili ametoka kwenye tumbo la mwanamke aliye kahaba. Kwa hiyo zile sifa mbili zilishindana kuhakikisha ile ndoto ya kwake inadhoofishwa, au maono ya Mungu ya ndani yanadhoofishwa. Ile picha ya pili ya mtoto wa mwanamke kahaba ilimfanya afukuzwe na ndugu zake. Wadogo zake wakasema, wewe ni mtoto wa mama mwingine, toka, hutamiliki pamoja na sisi. Wakamfukuza, na hakukaa tu kwenye nchi, akaenda nchi ya Nobu, huko akajificha kule. Sasa imefika saa, imekuja vita ndani ya taifa, wakajipanga kwenye vita taifa zima. Hakuna mwenye kitu cha Mungu cha kuwasaidia kwenda vitani, ila mwenye hicho kitu wamemfukuza, yupo kwenye nchi nyingine. Ikabidi wazee waingie kwenye maombi ya kumrejesha kwenye nafasi ili avushe familia, avushe na taifa. Haleluya kanisa.
Haleluya, watu wa Mungu. Sasa leo tunaingia kwenye kipengele kingine. Jana tulipata nafasi ya kuomba watoto wetu walio kwenye mazingira magumu, waliobebeshwa vitu vikubwa, na kwa kweli jana tumeomba sana. Tamani leo Mungu atusaidie tuweze kusogea hatua nyingine. Leo tunataka tuombe kumuuliza Mungu maono yake juu ya familia yangu, kumuuliza Mungu maono yake juu ya familia yangu. Sasa hii tumeipata pale tuliposoma kwenye kitabu cha Mwanzo 25 pale 23 okay 22. Biblia inasema na watoto wakashinda tumboni mwake, naye akasema, ikiwa ni hivi kuishi kanifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii ni familia inatembea na Mungu kiagano, lakini hawakujua kwa nini Mungu amewapa watoto, kwa nini Mungu ameweka mapacha. Yule mama alipoenda kumuuliza Bwana, hakumwambia tu kwa nini kuna ugomvi tumboni, bali alimwambia watoto walioko tumboni amewekeza nini ndani yao. Akamwambia mataifa mawili yako tumboni, kabila mbili za watu watafarakana toka tumboni, na moja litakuwa hodari kuliko jingine. Na kupitia wale watoto wawili, mmoja akawa ndiye taifa la Israeli. Yakobo akapewa jina la pili, akaitwa Israeli, kwamba kutoka yule mtoto tumepata taifa la Israeli. Alianza kuwa kabila, akaja akawa taifa lenye kabila 12. Na yule mwingine anaitwa Edomu, yeye alipewa milima Seiri, akaitwa Edomu, kwa naye ni taifa, akapewa na urithi na nchi ya kukaa. Kwa hiyo nabii uliokaa tumboni ulidhihirika mpaka leo tunauona kwa macho. Tuna taifa naitwa taifa la Israeli, ambayo ndio yule Yakobo, yule pacha. Haleluya. Sasa yule alimuulizia Mungu. Kuna sisi leo ni safari ya kwenda kumuulizia Mungu kwamba Mungu, kwenye familia yetu umeweka kitu gani? Lakini kwa kila mtu ndani ya familia umewekeza nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Tutende kwenye kitabu kile cha Waamuzi, kitabu cha Waamuzi 13:1-14. Kitabu cha Waamuzi 13:1-14. Wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia katika mikono ya Filisti muda wa miaka 40. Palikuwa na mtu mmoja wa Sora wa jamaa ya Dani, jina lake akiitwa Manoa, na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Malaika wa Bwana akamtokea mwanamke akamwambia, tazama, wewe utasa huzai, lakini utachukua mimba na utazaa mtoto mwanamume. Basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, kwani tazama, utachukua mimba nao utamzaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo
atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Ndipo yule mwanamke akaenda akamwambia mume wake akisema, mtu wa Mungu alinijia na uso wake ulikuwa kama uso wa malaika wa Mungu wa kutisha sana, nami sikumuuliza umetoka wapi, wala hakuniambia jina lake, lakini aliniambia, tazama, utachukua mimba nawe utazaa mtoto mwanamume. Basi sasa usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni hata siku ya kufa kwake. Ndipo huyo Manoa akamwomba Bwana akisema, Bwana, na kuomba yule mtu wa Mungu uliyemtuma na aje kwetu mara ya pili, atufundishe hayo yatupasayo kumfanyia huyo mtoto atakayezaliwa. Mungu akasikia sauti ya Manoa, naye malaika wa Mungu akamwendea yule mwanamke tena alipokuwa anaketi shambani, lakini mumewe Manoa hakuwepo pamoja naye. Basi huyo mwanamke akaenda haraka akapiga mbio na kumwambia mumewe akisema, tazama, huyo mtu amenitokea, huyo aliyenijilia siku ile. Basi Manoa akainuka akamwandama mkewe na kumfikiria mtu huyo, akamuuliza, je, wewe ndiye yule mtu yule aliyenena na huyu mwanamke? Akasema, naam, ni mimi. Manoa akasema, basi sasa haya maneno yako yatakapotimia, je, huyo mtoto atakuwa mtu wa namna gani, na kazi yake itakuwa ni nini? Malaika Mungu akamwambia Manoa, katika hayo yote niliyomwambia huyo mwanamke, na ajihadhari asile kitu chochote kitokacho katika mzabibu, wala asinywe divai wala mvinyo, wala asile kitu chochote kilicho najisi. Haya yote niliyomwamuru na ayatunze. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Sasa hii ni familia nyingine tena. Tumeona kwa Isaka mtoto alikuwepo kwa sababu Mungu aliwekeza maono kwa Isaka kuzalisha mataifa mawili, lakini kuna vita miungu ya kwao ilisimama kupambana kuzuia wale watoto wasitokee. Kule mpambano ulipokolea, Mungu akaingilia kati, tumbo likafunguliwa, akapata mtoto. Lakini tunaona tena kwa mtu mwingine anaitwa Zekaria na Elizabeti. Mungu mbinguni kwenye ile familia aliwekeza atazaliwa mtumishi wake muhimu sana anaitwa Yohana, wakamwita mbatizaji. Sasa kwa sababu mtoto alibeba vitu vikubwa, kwa yule mama alipambana, kuna zio liliwekwa Yohana asitokee, na walifika tu walikata tamaa kabisa, lakini kwa sababu Mungu aliwekeza hayo maono kwenye ile ndoa, kwa wakati na majira akatokea. Sasa tunakuta familia nyingine tena, Mungu alipowaweka pamoja Manoa na mkewe, aliwekeza maono kwamba kuna nyakati na majira taifa litaingia vitani. Sasa naangalia familia itaniletea mpiganaji ambaye atawaokoa wa Israeli na mikono wa Filisti, lakini tumbo limezuiliwa asije. Haleluya. Hapa kuna watu wanapata ufunuo mwingine. Kuna watu binafsi wamebebesha maono makubwa sana ya kimungu, lakini wamefungiwa utasa, hivyo vitu havitoki. Naeleza zaidi ya kuzaa mtoto, kuna Mungu amewekeza maono makubwa sana ya kuvisha taifa, ya kuvisha kabila,
lakini katika ulimwengu wao wa roho wamefundiwa roho ya utasa. Kwa hiyo ukiyajua maono ya Mungu aliyoweka ndani yako, ng'ang'ana kwenye maombi mpaka yadhihirike mwilini. Mungu asemaje uongo? Haleluya. Tutoke hapo. Sasa pointi yangu ni hii. Waliambiwa mtoto na malezi ya mtoto na kazi ya mtoto. Kwa hiyo walibeba kila kitu. Ile siku mimba inatungwa, kila kitu juu ya mtoto, utungaji wa mimba mpaka hatima, mpaka na kifo chake waliambiwa. Kwa hiyo kama waliambiwa juu ya Samsoni, kwa hiyo na wewe kama una mtoto mmoja, kila kitu juu ya huyo mtoto ulipewa kabla hajazaliwa. Kila kitu cha huyo mtoto kipo. Ile siku mimba imetungwa, ilitungwa na maono na hatima ya huyo mtoto. Sasa kama na watoto watatu, una watoto 7, sasa kila mtoto lazima urudi kwenye madhabahu, kwa sababu ulipigwa upofu hukumwona amekuja kwa jambo gani. Kwa hiyo sasa kuna kazi inaanza kuanzia leo, na maombi nimesema kuombea maono sio maombi ya wiki moja, sio maombi ya siku 2. Mungu alinisemeka ni kama mwaka juzi, sikumbuki sawa sawa, kaniambia punguza majukumu ya kihuduma kama madhabahuni, ombea maono. Ile sauti ilikuwa nyepesi kuipokea. Nina ratiba za huduma nyingi, nina mipango mingi. Kini akaniambia punguza majukumu ya kihuduma, nataka utulie madhabahuni uombe maono. Nimesukuma mwaka jana mpaka umeisha, naambiwa bado. Mwaka huu ni mwezi wa 7, naambiwa sijui na mwakani sijui ni miaka mingapi, lakini mwaka jana mzima nimekuwa na utulivu madhabahuni sana, nikikana Bwana kuombea maono. Kanisani kwetu nilikuwa ni mzee wa kanisa, Mungu akaniondoa. Hata katibu wangu hajui nimetokaje. Unajua tu jamaa sapia, lakini Mungu aliniambia na kuondoa kwenye uzee wa kanisa na kuondoa kwenye mwenyekiti wa injilisti na kupunguzia majukumu. Nilikuwa nenda kwenye makongamano fulani, kaambiwa tolea kidogo. Hata watumishi wanasema sasa labda kuna pepo ulimwenguni. Kwa pepo walipo tunakama madhabahuni kuatamia maono. Haleluya. Sasa nimeshakoma na sijaanzia hapo. Isha kuombea maono, ninaombea maono zaidi ya miaka 15. Wale tulioanza huduma pamoja wanakumbuka. Tulipoanza tu huduma, Mungu ananiambia, alinipa majina, fulani, tengeneza timu, mwanze kuomba maono haya na haya. Na wawili mpaka sasa hivi. Tulianza wawili, bado tunao. Ni mtumishi Happy na huyu mama Kaguo. Ndio tulianza kwenye 0. Sasa Mungu alinisemesha akaniambia, chukua, andika vitu nataka nikupe. Nikaorodhesha vyote. Afu kaambia tumishi, Mungu amesema vitu vyetu ni hivi. Tulianza kuombea kinanda miaka 10 kabla hajatokea. Kwa hiyo si kwamba nilikuwa siombei maono. Toka tumeanza huduma tulikuwa tukiombea maono. Lakini akaniambia kuna kitu nataka kipya kukiachilia. Kwa hiyo punguza sana huduma kwa 50%, ili kwa muda ulikuwa unakimbia sana utumie kukaa madhabahuni. Miaka 2 imeisha na bado nasikia bado kuna. Kwa hiyo Mungu alikuwekea kuombea watoto, hutanyamaza mpaka umejua wote ni akina nani, kwa sababu
Manoa aliambiwa kila kitu. Tena Manoa alisema tuambie, mtoto atakuwaje na kazi yake ni kazi gani? Haleluya. Niulize wazazi, hiyo kazi uliomsomesha mwanao ni Mungu alisema au ni akili yako imesema? Watoto wamefika chuo na sekondari sasa hivi, wanaosha graduate tayari. Niwaulize wazazi hapa na nakagua kiwepo, hiyo elimu leo hapa ni Mungu alisema au ni akili ilisema? Ni nini? Kajibu vizuri. Maana hata mimi wa kwanza nimemsomesha, sasa wakati namchagulia cha kusoma, nilisema sasa mimi sijasoma na kazi zinazohusu masuala ya IT. Kamwese dada, hebu nenda kule kasome, kachukua kozi ya IT. Hivi sasa ukirudi unisaidie kazi, na mimi sijasoma. Wakapiga miaka yake 3 kwenye IT na bado atakwenda tena mingine. Lakini yalikuwa ni mawazo yangu ili nisaidie kwenye kuna sema nisaidie kwa mabiba sema ingia hapo natoka. Mimi nilimsomesha anisaidie kwenye huduma, lakini Mungu hakuniambia ndicho mbebesha. Kwa inabidi sasa nirudi kwenye madhabahu kwa toba. Nikamwambia Mungu, niambie Glory amekuja kwa nini? Ili nigeuze. Najua ndege kikawaida haipigi reverse, lakini naweza kageuka juu kwa juu kageuza mwelekeo. Si ndivyo? Kama ndege nenda mahali fulani, ikitokea ghafla kwenye ule uwanja kuna dharura imetokea, ghafla imetokea dharura, inaweza kubadilisha ruti juu kwa juu kana kuingia sana. Mimi na kazi sasa ya kuigeuza ndege juu kwa juu iende mwelekeo mwingine. Sijitoka pamoja hapo. Kuna wewe, kuna vitu nataka ukae umuombe Mungu. Sasa kama nalo limekukuta mtu bado ni mchanga, una nafasi nzuri ya kumwandaa vizuri. Lakini kama sasa na mimi kama mama angekuepo, ilibidi aniombee nirudi kwenye nafasi, lakini kesha kufa na baba hawapo. Mimi na mimi niombee nirudi kwenye kile Mungu aliniwekea kwa kuleta hapa dunia. Sababu labda kuna vitu vikubwa zaidi vimefichwa sijaviona. Tuliona siku ya ngapi kwamba familia isipojua maono ya Mungu kwenye hiyo familia, kuna vitu vinafichwa hawaviishi. Kwa hiyo sasa maombi mpaka uone kile Mungu ameweka kama nao, sio yale maombi ya kuzima kibatari. Utazama alafu upotelee. Sawa sawa. Na maombi haya sio maombi ya kisheria. Na nimeweka mfumo na nimeandaa hapo na nikashabrasha fulani lenye mfumo. Na nimeliandaa kwa makusudi kabisa, utasupport tu sadaka yako kidogo sana. Lakini hilo linakupa mfumo wote wa kuombea maono ya kwako na ya familia. Yaani mfumo mzima uko hapo. Kuna kama na ukilipata ukaliweke ile karatasi wanaita lamination, si kipaya wanahitaji. Ukilipata na kaliweke nenda kwa stationery, liweke lamination vizuri ili siharibike. Na kila unapoingia ufunuo huo utapanuka kutokea hapo. Kama unatamani kuomba iko hapo, lakini vitabu viko hapo. Kuna ufunuo utakao kusaidia, kwa sababu haya maombi si ya kuisha leo na kesho kutwa. Unaweza kaomba hata miaka 5 naombea nini? Maono. Sawa sawa. Sasa kwa mfano mwinjilisti, kuna mtoto yuko pale, wako wawili. Sasa Samsoni aliambiwa alfa, mama yake aliambiwa alfa na nini na omega. Kwa hiyo sasa Mungu akikwambia, ile mdogo anaitwa na Sayuni, akwambia njao, Sayuni ni huyu hapa, utaletewa kwenye ubao, Sayuni ni huyu hapa. Sasa kumbe kazi yako sasa utaanza kumuombea mpaka maono yametimia. Sawa sawa. Kwa sababu maombi ya mwaka kama Mungu amesema ni profesa,
una kazi ya kumsimamia mpaka uprofesa utokee kwenye macho ya nyama na nini na damu. Sababu fikiri Sayuni ana miaka 2 mpaka afike profesa ataomba miaka mingapi? Kwa hiyo ukumbe maombi ya kuombea maono za kupeleka miaka 15 mpaka miaka 20, kwamba kile kitu na kiatamia mpaka kitokee. Kwa hiyo sasa kutoka hapa kuna mlima maombi utakuwa unavuka moto kila siku. Yaani Mungu akija kwenye mlima wa maombi wa familia anakuta kuna zamu ya saa 3, zamu ya saa 4, zamu ya saa 5, zamu ya saa 6, zamu ya saa 12. Ikifika usiku kuna zamu ya saa 1. Nini? Bwana vipi? Naombea familia, naombea maono, kwamba anaingia mtu risalake anasukuma anatoka. Kuna mwingine naye anaingia anasukuma. Kwa hiyo mlima wa Mungu wa maombi juu ya familia utawaka moto masaa 24. Kuna mtu atakuwa bize mchana ataomba saa 2 mpaka saa 3. Kuna mtu atasema mimi nitaingia saa 4 hadi saa 5. Mwingine atasema nitaingia saa 6. Sasa mimi naamka saa 8 kwa nitaamka saa 8. Mwingine mimi naamka saa kuta masaa 24 kwenye mlima wa Mungu wa maombi. Kuna maombi ya familia masaa 24. Kilipata huu jumbe akiuzingatia moyoni vizuri, utajigundua mpendwa, ulikuwa likizo na likizo imeisha. Fikiri una mtoto ni tasa, ameitwa tasa. Mungu anasema kwenye tumbo lake nimeweka rais ajaye. Hivyo kutoa utasa mpaka mbegu ikubali ni gharama ndogo, si nyepesi. Huyu Manoa kaambiwa ni tasa, lakini ifuta utasa, mwamuzi akatokea Israeli. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitakufanya wepize usiku na mchana. Yaani unatembea njiani unaomba, unafua unaomba, unaosha vyombo unaomba, upo kazini unafanya kazi, ule muda wa chai unaotumia nusu chai na nusu kuomba, ule muda wa lunch, Kiswahili inaitwa nini? Chakula cha mchana. Kama unalisala na chakula cha mchana unaligawanya, robo saa unakula chakula dakika nyingine ngapi? 45 unasukuma. Kwa ni namna ambavyo utajikuta huna muda kupoteza. Mimi nashangaa sana, kuna mtu anakaa nasema napoteza muda. Hiyo mtu anakumpiga makwenzi kabisa. Ukijua namna ya kuibeba familia, huna muda kupoteza. Utajikuta kila ukitembea Mungu anakuambia wewe nimewekeza, nataka nilichowekeza kitoke. Utanyamazaje? Utatuliaje? Kuna sema nikesha binafsi. Haleluya. Kuna saa, njaa, kuna siku sema Mungu mwezi huu mzima nitatulia kwa ajili ya Sayuni tu. Kwa hiyo unaanza tarehe 1 mpaka tarehe 30, usiku na mchana ni Sayuni. Ukiamka Sayuni, ukienda shamba Sayuni, ukirudi Sayuni. Tena hata wakati unaanza nikitoka hapa niende kwa miguu mpaka Chazi. Pikipiki sasa leo mama sita na pikipiki. Kwa hiyo unapotoka Chazi mpaka hapa, hiyo njia nzima unatembea unaomba. Nani? Sayuni. Unapopiga hatua unapozidi kutaja Sayuni zaidi. Ukimaliza majukumu yako hapa, unaenda narudi, ukishavuka kwenye geti la kanisa hapo ni Sayuni mpaka Chazi. Ni hizo hatua. Sayuni kwa ndio atatajwa mara ngapi? Mungu alinisaidia hicho kitu miaka kama 10 na kitu nyuma. Alinisaidia akili yangu iombe hata kama sitaki. Nilikuwa naenda kwenye huduma, ni mratibu wa maombi. Naenda kilomita 5 na 5 kurudi, sina nauli. Nauli kwenye 500 tu, mchumo umefungwa, sina 500 na nauli. Kasema kaambia sasa shetani tutakomwana.
Sasa nikaanza kukomoa. Nikitoka pale nyumbani, nilikuwa naishi hapa polisi, karibu na polisi, alafu naenda Madizini kule community center. Kwa napotoka pale Turiani, njia nzima kwa miguu naomba tu mpaka nafika pale na ratibu maombi kwenye semina ya wilaya hiyo la wilaya. Tukitoka kwenye ukumbi naanza maombi, alafu nikawa napita njia za panya, mara tunaona kwamba sina nauli kwa miguu kwa hiyo napita njia za nini za nani za uchochoroni. Kuna sasa ananisalimia, tuishi kwa nasa siwe nafaa kustoka sipo, yaani naona tu ni njia lakini mtu simoni ni nani, sipo, nimezama. Ninaomba na yale maombi nilikuwa nafunga mpaka siku 21. Nilikuwa napiga 7 kavu, no maji, no juice. Alafu zile 14 napooza kidogo asubuhi, napooza kidogo jioni. Nini? Naombea maono. Kuna Mungu akiweka hii gia ndani ya kuombea familia. Yaani hutasubiri Bwana kuna kipenga cha ng'ombe kanisani, hapana. Kipenga kipo hakipo. Utakuwa muda wote unaombea maono ya familia. Alafu Mungu anakwambia namuona na watoto 3. Huyu cha pombe nilichowekeza ndio kusha familia yote. Kwa atakwambia wekeza 75% kuombea huyu cha pombe. Siku ameacha pombe, maono yanamka. Hivi utaka kiasara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haya, twende tukaangalia sasa namna kuombea hawa watoto kwenye Mwanzo 49. Mwanzo 49 1:28. Namna ya kuombea sasa watoto mmoja mmoja kwa jina lake. Mwanzo 49 mstari wa kwanza mpaka 28. Biblia inasema Yakobo akawita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Zingatia sana yatakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie enyi wana wa Yakobo, msikilizeni Israeli baba yenu. Rubeni umzao wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko na uweza wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi, alikipandia kitanda changu. Simoni na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za jeuri. Nafsi yangu isiingie katika siri yao, fahari yangu isiungamane na kusanyiko lao. Maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaaniwa, maana ilikuwa kali. Kwa hasira yao, maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawa kwa Yakobo, nitawatawanya katika Israeli. Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako. Wana baba yako watakuinamia, kumbuka watakuinamia. Yuda ni mwana simba kutoka katika mawindo, mwanangu umepanda. Alinama akajilaza kama simba, na kama simba mke, ni nani atakaye mwamsha? Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, kumbuka hiyo. Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria katika miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye miliki, ambaye mataifa watamtii. Kumbuka hiyo, hata atakapokuja yeye mwenye miliki, ambaye mataifa watamtii. Atafunga punda katika mzabibu, na mwanapunda katika mzabibu mzuri. Amefua nguo zake kwa mvinyo, na mavazi yake kwa damu ya zabibu.
macho yake yatakuwa mekundu kwa mvinyo, na meno yake yatakuwa meupe kama maziwa. Zabuloni atakaa pwani ya bahari, naye atakuwa kama punda za kuegesha merikebu, na mpaka wake utakuwa kando ya Sidoni. Isakari ni punda hodari, ajilazaye kati ya mazizi ya kondoo. Akaona mahali pa raha kuwa pema, na nchi ya kuwa ni nzuri. Akainama, bega lake lichukua mzigo, akamtumishi kwa kazi ngumu. Dani atahukumu watu wake na kama moja ya makabila ya Israeli. Dani atakuwa nyoka barabarani, bafe katika njia, aumaye visigino vya farasi, hata apandaye ataanguka chali. Wokovu wako nimeongoja, Bwana. Gadi jeshi litamsonga, lakini atawasonga wao mpaka visigino. Asheri chakula chake kitakuwa kinono, naye atatoa tunu za kifalme. Naftali ni ayala aliyefunguliwa, atatoa maneno mazuri. Yusufu ni mti mchanga wenye kuzaa karibu na chemchemi. Matawi yake yametanda ukutani. Wapiga mishale walimtenda machungu, wakamtupia, wakamudhi. Lakini upinde wake ukawa imara mkononi, mikono yake ikapata nguvu, na mikono ya mwenye enzi wa Yakobo kwa jina la mchungaji, yeye jiwe la Israeli. Naam, kwa Mungu wa baba yako atakaye kusaidia, kwa mibaraka ya mbinguni juu, mibaraka ya vilindi chini, mibaraka ya maziwa na ya mimba. Mibaraka ya baba yako imepita mibaraka ya milima ya kale, vitu vinavyotamanika vya milima vya milele, na vikae juu ya kichwa cha Yusufu, juu ya utosi wa kichwa chake aliye mkuu kati ya ndugu zake. Benjamini ni punda mwitu mwenye kuraruararua, asubuhi atakula mawindo na jioni atagawanya mateka. Hizo zote ndizo kabila za Israeli 12, na hayo ndiyo aliyowaambia baba yao, na kuwabariki mmoja mmoja kwa mbaraka wake aliwabariki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Sasa wakati nasoma hii taarifa kwa mpya, nilitafakari habari za Manoa na mke wake. Nikatafakari hizi habari, nikapata kitu cha tofauti hapa, ya kwamba Manoa aliuliza ni mtoto wa aina gani na kazi yake ni kazi gani. Sasa na Yakobo au Israeli, kabla ya kuwabariki wanaye, kwanza alijua hawa watoto ni akina nani, akawaombea sawa sana maono ya Mungu ndani yao. Anasema kwa Yuda, fimbo ya enzi itatoka kwake, ndugu zake watamuinamia. Anasema hata atakapokuja yeye ambaye mataifa watamtii. Kwenye kabila la Yuda ndipo alipotoka Daudi, na hapo ndipo alipotoka Yesu, anaitwa mwana wa nani? Mwana wa Daudi. Akasema unirehemu, mwana wa Daudi. Kwa hiyo aliona kilichokuwa kwa Yuda, akasema njoni niwaambie yatakayowakuta siku za mwisho. Kwenye hiyo katini ya ndani ya maombi, kwenye kuombea maono, kuna kuombea kusudi, kuna kuombea lakini kuna kuombea hatima. Sasa tunaona mpiriko wote aliotumia Yakobo upo nye pafu tunaoiandaa hapo, kwamba kuna kwenye maono kuna hatima. Haleluya. Kwa hiyo alichokiomba kwanza, aliutafuta uso wa Mungu, akaletea watoto wake wote ni kina nani kesho. Kwa hiyo aliombea kesho yao kabla haijatokea na ikatokea. Lakini kuna wengine walimkosa baba yao, kama vile Rubeni alifanya dhambi moja, alizini
na mke baba yake aliyezaa nao watoto wangapi? Wawili, akazini nao. Ile laana, yule mzee, usifanye mke anauma, sema mke anauma. Yaani tatizo la mke, akasahau mtoto mzaliwa wa kwanza, akampiga stop kwamba wewe haki zako ni hizi, lakini kwa dhambi hii ambao hujaitubia ninafunga huo mlango. Hata haki ya mzaliwa wa kwanza ilihamishwa kwake, akapewa Yuda. Nini? Hakutubia. Na maana jana na juzi tukasema tupite kwenye toba, kwa sababu tulichompiga Reuben ni uovu vizazi vinne. Bibi yake Sara alianzisha mchezo wa suria kuwa mke. Ilipokuja kwa mwanaye Isaka, ule mlango alipambana akauzuia. Maana chanzo cha Sara kumpa Ibrahimu Hajiri kijakazi wake ni kesi ya kutokuzaa utasa. Alikuwa tasa, akameingia kwa kijakazi, unipatia mtoto kwa yeye, akapata mke wa pili. Ilipofika kwa Isaka, Isaka mkaana amekuwa tasa, lakini akapiga hesabu asema, nilichokiona kule kwa baba na mama, ingawa alipewa nyumba ndogo, lakini ndoa iliingia kwenye mafarakano. Akasema nitamtafuta Mungu mpaka nipe mtoto, najua kwa mke wangu kuna uzao. Akaomba mke, akapata mtoto mapacha. Imefika kwa Yakobo, mchezo kaza. Rebeka akafanya paulo, tumbo likafungwa, akarithi kijiti cha bibi na mama mkamwana, akapokea kijiti. Alipoona hazai, akasema Yesu, mchezo ni ule ule. Aise, njoo na kijakazi wangu hapa, ingia nipate mtoto. Akazaa wa kwanza, kazaa wa pili. Haya, mke mkubwa naye anaitwa Lea. Alipoona akasema makuza, sema mchezo unaendelea, Yakobo njoo na kijakazi tena. Akapewa, kazaa watoto wawili. Sasa wale vijakazi wawili ambao walihapandisha kuwa hadi Yakobo wakazaa, Rubeni akapita na mmoja, na babaye akapata taarifa, akanyamaza kimya. Akanyamaza, tutasema tutakutana kwenye baraka hapa, sisi tutakutana kule. Kwa tulichokiona kwa jana na juzi kwamba kilichompiga Yefta ni uovu, kilichompiga pia Suleimani ni uovu, lakini hapa Reuben anapigwa na uovu ule uovu unapatiliza vizazi vingi, wakamkuta akampiga na yeye akalaaniwa. Akaambiwa watu wako wawe wachache. Mungu atusaidie sana. Aishi asisi, ila watu wake wawe wachache. Akiangalia kwa Yuda, akatabiri kwamba Yuda, kwako atatokea mfalme wa Israeli, lakini hatimaye atatokea Mwokozi wa ulimwengu kupitia Yuda. Kwa hiyo alitoa kile ambacho Mungu alimwonyesha, akakitamka kama baraka, lakini ni maombi yake kuombea hatima za watoto wake. Haleluya. Sasa nikuulize swali. Alikuwa na watoto 12, lakini aliona kila kitu kwa mwanae, akamwombea sawasawa na jinsi alivyo. Saona watoto wanapotoa jasho kubii chochote. Yaani kuna wangapi? 12, lakini alikaa kwenye madhabahu ya Mungu mpaka Mungu akamwambia kila mtoto ana nini, akamwambia jinsi alivyo rohoni. Ni kwamba alichokifanya ni kuamsha maono ya Mungu yatimie kwao. Sikija kwa Lawi na kwa nani? Alikuwa ni Lawi na nani pale? Walifanya faulu, waliua watu. Na wao walibakwa na Shekemu, akasika wakaja wakawaua. Kwa hiyo kile kilimkwaza nacho. Kwa watoto watatu walimkwaza. Kwa hiyo akaachilia makwazo au yale maumivu yake akayatoa. Sasa tunajifunza hivi kwamba mtoto hata kama amekukwaza kiasi gani, please
kama nafasi ya kuhani, muombe rehema kwa Bwana, kwa sababu alichokibeba wewe umemkabidhi. Hamjanisikia sawa sawa? Kile ambacho Rubeni alikifanya, baba alikifanya kile kile, akakopi, akalaaniwa. Kwa hiyo mtoto anachokifanya akakopi kwako au kwa baba yako. Ndio maana tunajifunza pale kwa nani? Kwa Suleiman. Ni mtoto yule ambaye mama yake alikuwa ni mke wa mume mwingine, lakini toba ya Daudi ilifuta uovu, akachipuka Suleiman akiwa fresh. Sasa mwanao huyo usimhukumu juu anakopita ni mapatilizo. Kwa hiyo yule ambaye ana shida sana, huyo wekela zaidi toba na rehema kwa Bwana, ili yumkini Mungu atakufunulia kwamba vita ya mwanao amebeba hiki hapa, na ngana kitoke. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa mimi kwa ufunuo huu na kwenda kuanza kuombea mtoto mmoja mmoja, mpaka nijue nambarikije sana Mungu alivyoweka ndani. Na maana nikasema kuna mtoto amesomeshwa kuwa mwalimu, lakini kwa kweli ni profesa. Alikuwa mwalimu wa shule ya msingi, kakwamia pale. Kumbe sasa tuna nafasi ya kuhuisha vile vitu ambavyo vimeminywa, sasa vikarejea hapo hapo. Manesi ni wangapi? Inoni mikono juu. Manesi, madaktari na manesi. Asante. Sasa ile tu kuwa nesi ni hatua, lakini mama, hata umri umeenda, mwambie Yesu, ulikusudia niwe nani? Maana hata Ibrahimu kuna ahadi kazipata akiwa na miaka 99. Anenda na upendo. Wewe sio nesi. Hiyo ni njia ya kwenda kwenye safari, ni njia ya kwenda kwenye maono. Mbinguni wanaangalia mtu mwingine, sio nesi. Kwa kuanzia leo, mwambie Bwana Yesu, nafuta hii CV, alafu nipe CV yako. Atakwambia ni kweli mwanangu, ni dokta bingwa wa magonjwa ya wanawake. Haleluya, 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 haleluya. Sasa mwingine na miaka 60, lakini Mungu hakawiaki. Inawezekana kwenye miaka 60 Bwana akaja akakuamsha, ile miaka iliyobaki isiyoka ukaishi kama paradiso, na watoto ukawaachilia, ukawawekezea vitu vya kuishi vizazi vinne. Biblia inasema urithi, nyumba utapatia kwa nani? Haleluya. Kagua na nyumba ngapi za watoto? Sio viwanja na sio nyumba za nani. Sasa sio utajenga, ilitakiwa Mungu akupe hayo maono mapema. Ilitakiwa sasa hivi. Hata Esther ana nyumba, sio nyumba, yani nyumba ukiingia kwa ndani unajikuta hata nguo ni chafu. Kuna nyumba unaingia unanyenyapa. Nini ukiangalia palipokaa, yani hata kochi unatamani ukae kwenye stuli. Maana haya kochi ukiangalia, kuna watu wanawekeza mpaka milioni 50 kwenye sitting room. Ndio ukiingia hapo na nimeingia kwenye bafu moja mahali fulani mwaka fulani, sikasema hivi niko saluni. Maana huko bafuni yani Rose, ukiingia kule bafuni, yani hata ile na dressing table yako haina hivyo vitu. Yani kuna maperfume, kuna madude. Ilibidi sasa nipige stop nirudi. Sasa hebu twende kule nionyeshe, naona kule kuna mitambo inapumua. Yani uko bafuni
alafu kuna kachimba kakioo kakuogea, alafu kuna sehemu nyingine ukishatoka kuoga kuna vitu vimepangwa pale, perfume ya viwango, siwezi za 5,000 sio za 2,000, 50,000 kama ni lotion ya maana, kuna mavioo. Yani ikasema jamani yani hata saluni za huko hizo vitu haina, ila ni wapi? Ni bafuni. Haleluya, haleluya. Tukaenda kwingine tena, nyumba nyingine, tukakuta hilo bafu. Sasa siku ya kwanza ikabidi mmoja mmoja, maana hata maji hayapo, unaweza bata ni yanatoka ilibidi mpaka tupate nini? Shule. Sasa kesho yake akaja mgongo, akasema huyu mgongo anavijua. Kaambia sasa ndugu, haya. Alipoingia akarudi, tumishi tendo kanipa shule. Sasa hizo ndio nyumba za kuishi. Lakini sisi tunapakwani, kuna pahali pa kuotea ndoto kama Yakobo, akaanza kwenye jiwe akaota ndoto. Kuna mahali pa kujilaza akaota ndoto zingine, lakini hatunaga nyumba. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu anaposema nyumba ni nyumba kweli. Hata kale ulikokajenga ikakupatia usemo ya Mungu, sasa nipa ramani ya kwako ya kujenga nyumba yangu, ya maono ya kwako. Haleluya. Lakini kabla ya hapo, watoto wako, kama watoto 7, jamaa alikuwa na 12, akawajua wote, akawaombea. Haleluya. Tusimame juu. Andaa sadaka yako, tunakwenda kuomba. Kina tutaisukuma kesho kwa kina zaidi, na tutasukuma kwa sehemu. Kini kesho takatupate muda, nenda nyumbani, kakae katafakari. Andika majina ya watoto wako, andike vizuri majina yao. Baba Bwana Yesu, naanza kuombea mmoja mmoja. Ukimshika mmoja mpaka usikie umepumua huko ndani. Kama Yakobo aliombea wote akapata kila kitu, usinyamaze mpaka umepata kila kitu kwa ajili ya watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Praise and worship. Tumwabudu Mungu. Naona kuna tenzi nakuja spidi. Nataka nimjue Yesu, anizidi. Hebu taka kumjua Yesu zaidi. Unapotafakari hiyo, njoo hapo, toa sadaka yako. Taka mjue Yesu kama Yakobo alipomjua Yesu. Yesu akujulisha watoto wako huyo ni nani, huyo ni nani, na ujue unaombeaje juu ya hatima zao. Karibuni tutoe sadaka. Watakwenda kuomba kwa ufupi leo, kisha tutapata kulisukuma kwa kina hivi. Nani
Hebu nifuatishe maombi haya. Mungu anasema anaangalia mtu mmoja mwenye moyo uliopendeka, tetemeka lisikiapo neno lake. Mungu anatamani akusaidia utoke hapo ulipo. Nimemwona Bwana akitujilia kwenye semina hii. Jana nimepata ushuhuda kwa mtumishi mmoja. Amesema, mtumishi, nimeshangaa, kuna simu nimeipokea, na hii simu kama matokeo yakitokea vizuri nitabadilika sijui mara 70. Yaani ni mtu anatolewa jalalani, anawekwa na watu wenye majina makubwa Tanzania. Ni mtu akuwa na kampuni kutoka kwenye sifuri. Kasema, Mungu basi likatimie hilo. Kwa hiyo nimeona Mungu aliponipigia simu, kasema, Mungu nisaidie basi na mimi. Kwa hiyo kuna kitu Mungu anakiachilia. Kuna watu watainuliwa kwa viwango ambavyo utashangaa. Kuna familia zitainuliwa kwa viwango ambavyo utashangaa. Sema, Mungu uliye hai, ninakushukuru. Nimepata neema na kibali machoni pako kuyasikia haya lipo kusudi ambalo umekusudia nilisikia neno umelituma kwangu. Maana unasema unalituma neno lako na kutuponya na kututoa katikati ya maangamizi. Mungu uliye hai, ni kweli nimetembea kwenye maangamizo. Watoto wangu, familia yangu, tumepita kwenye maanguko, lakini Bwana imekupendeza kutujilia katika majira haya. Hili neno ninalipokea, ninalibinafsisha, liwe ni la kwangu. Ninalipokea kwa ajili yangu na familia yangu na nyumba ya baba yangu. Mungu, ninarudi kwako. Yale maono ambayo umeyaweka ndani ya familia hatuyajui. Ndiyo sababu kuna vitu vimefichwa machoni petu, kama vile Rebeka alivyokuuliza ukamsemesha vitu vikubwa. Nawe leo ninakuuliza ukanifunulia yale mambo makubwa yaliyosifirika ndani ya familia. Tumeona familia Manoa walikuwa ni tasa, lakini kumbe uliweka maono kupitia familia kuleta mwamuzi wa Israeli. Mungu, niko hapa najihudhurisha kwenye madhabahu yako kuanzia leo, kuanzia saa hii nipo tayari. Fungua macho yangu nipate kuona nilichofichwa kwenye familia. Fungua masikio yangu yapate kuisikia sauti yako, ili Bwana nisikie kile ambacho unataka kunisikie. Macho yangu ya ndani yakatiwe nuru kwa jina la Yesu. Na watoto ulionipa, Mungu, siwajui, kama vile Manoa alipomwambia mke wake, ni mtu gani aliyekuja akasema nawe, akaenda madhabahuni akasema, Mungu, yule mtu uliyemtuma aje mara ya pili akaseme nasi, atupe maelekezo na tukajue ni kazi gani ya huyo mtoto. Nasi Bwana tunakuja kwenye madhabahu na majina ya watoto wetu, ukatujulishe wao ni akina nani, ukatujulishe na kazi uliowapa kwenye maono yako kwa
jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, sukuma binafsi maombi, jimimine kwa Bwana, anza kusema mbele za Bwana, anza kusema binafsi. Hebu mwambie Bwana, katika hizi cha Biblia nasema kwa mengi au kwa machache Mungu anaokoa. Hebu jimimine kwa Bwana, mwambie tu Mungu, niko hapa, leta familia yako. Mwambie Bwana yale maono ambayo yameshirika kwenye familia, yale maono ambayo yamefichwa, Baba nayaleta kwenye madhabahu yako, ninayaleta kwenye madhabahu yako, ninayaleta kwenye madhabahu yako, ninayaleta kwenye madhabahu yako. Anza kupeleka familia, peleka na watoto wako kwa kadri ya neema. Achilia maombi. Baba, katika jina la Yesu ninasogea tena mbele zako Bwana. Ninaomba juu ya watoto wangu, ninaomba Bwana juu ya kusudi lako juu yao. Tumejifunza kwa habari ya mtumishi wako alipoona siku zake za kuishi na karibia kuisha, akawaita watoto wake kwa majina yao. Kila mtoto akasema habari zake na akasema kesho yake. Baba, kama mzazi ninasimama tena jioni ya leo juu ya watoto ulionipa Bwana kupitia tumbo langu. Mungu, ninawaleta kwa imani kwa damu ya mwana kondoo Yesu. Ninamleta mzaliwa wangu wa kwanza mbele zako Bwana. Ninamleta na mzaliwa wangu wa pili mbele zako, hata mtoto wa mwisho. Hebu wapeleke watoto wako kwa majina yao, wapeleke watoto wako kwa majina yao. Nenda mbele za Bwana kwa kadiri ya neema uliopewa jioni ya leo kupitia neno. Mwambie Mungu, nasimama kwa ajili ya mzaliwa wangu wa kwanza, mzaliwa wa pili, wa tatu. Hata kama hauna, simama kwa imani tu juu ya wazaliwa ambao watatokea kwenye tumbo lako. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana kwa toba. Kama kuna mtoto unagundua ana vita, simama kwa toba tu mbele za Bwana. Kama kuna mtoto unagundua anatakiwa uachilie baraka, simama tu, tamka neno juu ya huyo mtoto. Katika jina la Yesu ninasogea Bwana mbele zako kwa ajili ya mzaliwa wangu wa kwanza. Ninaomba damu ya mwana kondoo Yesu ikasimame kwa ajili yake tena jioni ya leo. Yamkini Mungu sikujua alichobeba, yamkini sikujua kama mama cha kusema juu yake, yamkini sikujua hata namna ya kumwandaa, sikujua hata namna ya kusimamia maono uliyoweka ndani yake. Baba, ninaposogea mbele zako, na iachilia tu hiyo damu ya Yesu jioni ya leo, na iachilia tu hiyo damu ya Yesu juu ya vita yoyote ambayo amepitia na anaendelea kupitia, lakini mbinguni wanaona yeye ni mwamuzi. Tumejifunza kwa habari ya Gideoni, alikuwa mwamuzi juu ya taifa, lakini vita ilimfanya akae kwenye shinikizo, apepete ngano. Bwana, ni kweli tunao wakati huu wanapepeta ngano kwenye mashinikizo, wanapepeta ngano kwenye zinaa, wanapepeta ngano Bwana kwenye ulevi, wanapepeta ngano kwenye kukosa ajira, wanapepeta ngano Mungu wa kushindwa kujua cha kufanya. Katika jina la Yesu Kristo tunawaleta kwa majina yao jioni ya leo, tunawaleta kwa makosa yao na kwa makosa yetu mbele zako, tunawaleta kwa vita yao na kwa vita kwetu kama wazazi. Tunasogea mbele zako Jehova, yamkini vita ambayo inatokana na mimi, yamkini vita ambayo inatokana na baba yao, yamkini vita ambayo inatokana na vizazi vyetu, tangu kizazi cha kwanza hata kizazi cha 4. Tumegeukia miungu mingine, tukafanya mapatano na miungu mingine, tukafanya makubaliano na miungu mingine, tukapeleka na sadaka kwenye hizo madhabahu, tukakabidhi watoto wetu, tumekabidhi na maono yetu, tumekabidhi na kesho yetu, tumekabidhi na uchumi wetu, tumekabidhi Mungu na afya zetu, tumekabidhi Mungu na kusudi letu. Kuna kusudi lako kwenye madhabahu za miungu. Ziko madhabahu zimeshikilia hatima zetu, ziko madhabahu zimeshikilia makampuni yetu, ziko madhabahu zimeshikilia nafasi zetu, ziko madhabahu zimeshikilia kibali chetu. Hebu nenda kwa imani mbele za Bwana, peleke tu damu Yesu juu ya kila madhabahu ya ukoo iliyoshikilia hatima yako. Peleka tu damu Yesu kwenye madhabahu ya ukoo iliyoshikilia hatima mzaliwa wa kwanza. Peleka tu hiyo damu Yesu kwa imani, peleka tu damu Yesu kwa imani. Kila madhabahu yoyote iliyoshikilia hatima
ya mzaliwa wako wa pili, mzaliwa wa tatu, na akiwepo wa nne na watano, nenda tu kwa imani, peleka damu Yesu, semesha hiyo madhabahu iliyoshikilia hatima ya mtoto, peleka tu damu Yesu, ikaachilie hatima ya mtoto. Inawezekana ni wewe mwenyewe, peleka tu damu Yesu kule kijijini, peleka damu Yesu kwenye ile madhabahu ambayo unaijua, huwa mnaenda mwaka kwa mwaka, peleka tu kwenye hiyo madhabahu ambayo unajua, huwa tunaenda kutambika kwenye makaburi, huwa tunaenda kutambika kwa wazee wa ukoo, huwa tunapeleka sadaka za pombe, tunapeleka na sadaka za maziwa, tunapeleka na sadaka za tumbaku, tunapeleka na sadaka za vitovu. Peleka tu damu Yesu, 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 katika jina la Yesu. Naipeleka damu Yesu, naipeleka damu Yesu. Ewe madhabahu ya ukoo sikia, ninaiachilia damu Yesu juu yako. Ewe madhabahu ya makaburini sikia, naiachilia hiyo damu Yesu. Ewe madhabahu ya kwenye mti ambao watu wanakutana mwaka kwa mwaka kwa ajili ya matambiko na kusema maneno, leo napeleka damu Yesu. Tulichokabidhi kwako na kiachilia damu Yesu. Tulipokabidhi ndoa na iachilia damu Yesu Kristo ikanyang'anye hiyo ndoa katika jina la Yesu. Tulipokabidhi maono, tulipokabidhi hatima, tulipokabidhi kibali chetu, tulipokabidhi na elimu yetu, tulipokabidhi na mafanikio yetu katika jina la Yesu. Ewe madhabahu sikia neno la Bwana, ninaituma hiyo damu mwana kondoo Yesu, inyamazie sadaka zote ambazo umezipokea kutoka kwetu, yakini sadaka za zinaa, na iachilia damu Yesu ikanyang'anye haki zangu, ikanyang'anye haki za watoto wangu, ikanyang'anye haki za watoto wa kiume, ikanyang'anye haki za watoto wa kike, ikanyang'anye haki za kibali, ikanyang'anye haki Mungu za mafanikio makubwa, ikiwa ni kwa ajili ya kuwa na kampuni, ikiwa ni kwa ajili ya kuajiriwa, ikiwa ni kwa ajili ya kuwa mtu wa aina fulani, katika jina la Yesu. Baba, naiachilia hiyo damu Yesu Kristo ikasimame kwa ajili ya ukombozi. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii agenda hatujamalizana bado. Mwambie mwenzako, hii agenda hatujamalizana na shetani wala madhabahu za ukoo wala miungu. Kwa hiyo kesho jitahidi kuwahi.